Nianze kwanza kwa kusema naunga mkono hoja na nampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mageuzi makubwa ambayo amefanya katika sekta hii ya kilimo, ambayo mageuzi haya yanatambulika ndani na nje ya nchi. Halikadhalika nampongeza sana kakaangu Mheshimiwa Waziri Bashe, Mheshimiwa Naibu Waziri kaka Silinde, Katibu Mkuu na viongozi wote wa wizara hii kwa kazi kubwa wanayofanya katika kuhakikisha kwamba tunaleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo ambayo ndio uti wa mgongo wa uchumi wetu wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianze kwa kuipongeza sana serikali chini ya Wizara ya Kilimo kwa kutambua mbegu za asili, ambayo imekuwa ni moja ya hoja zangu katika bunge hili, na napongeza pia uamuzi wa kujenga seed bank kubwa kwa maana gene bank hapa Tanzania, ambapo Tanzania itakwenda kuungana na nchi kama za Norway ambazo zina gene bank kubwa duniani. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na pongezi hizi, naomba niishauri serikali kupitia Wizara ya Kilimo yafuatayo. Hivi sasa tunayo sheria ya mbegu ambayo kwa bahati mbaya inatoa haki ya wauzaji wa mbegu wakubwa. Hivyo kuna haja kwa sheria hii kufanyiwa mapitio ili kuhakikisha kwamba sheria hii itoe pia fursa na itambue umiliki na usimamizi wa mbegu za asili, kwa maana ya mbegu ambazo zinamilikiwa na wakulima. Mheshimiwa Mwenyekiti, halikadhalika pia tunahitaji sera ya mbegu. Sera ya mbegu hii ifanyiwe maboresho ili iweze kutambua namna ambavyo mbegu za asili zitasimamiwa na zitalindwa, na pia namna ambavyo hazitafifishwa kutokana na mikataba ya kimataifa iliyopo ambayo inatoa upendeleo zaidi kwa mbegu za kisasa zinazozalishwa na wazalishaji wa nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana serikali kupitia Wizara ya Kilimo ikamilishe mchakato wa NPGRFA ambao umeanza kutoka mwaka 2007, kwani kwa kufanya hivyo tutaweza kulinda haki za wakulima, tutaweza pia kulinda haki za mbegu za asili, na kwa kufanya hivyo Tanzania tutakuwa tunatekeleza mikataba ya kimataifa ambayo tumeridhia, ambayo inalenga kulinda haki za wakulima, ambayo iko chini ya UNDROP. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kwamba serikali itajenga seed bank kubwa kwa maana ya gene bank, nitumia fursa hii kuisisitiza sana serikali chini ya Wizara ya Kilimo kwamba ni lazima itenge fedha ili iwekeze na tuhakikisha kwamba tunakuwa na seed bank katika ngazi ya vijiji, kwa sababu ni muhimu sana kulinda mbegu za asili ngazi za vijiji, na tayari tumeshaona mifano mizuri kupitia wadau wa SwissAid, wako na seed bank ambazo wameanzisha pale Lindi, wadau wa ile Depay ambao wameanzisha seed bank pale Arusha pamoja na mkoa wa Manyara. Hivyo nitumie fursa hii kusisitiza sana Wizara ya Kilimo, pamoja na kwamba tutajenga seed bank kubwa ya kitaifa, ni lazima tuwekeze pia katika kujenga hizi benki za mbegu za asili, kwa kuanzia walau kila mkoa uwe una mbegu za asili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii pia kusema mbegu hizi za asili zina uwezo mkubwa sana wa kuhimili ukame, zina uwezo mkubwa sana wa kuhimili magonjwa. Hivyo tutakavyozidi kuhakikisha tunatumia na tunalinda mbegu zetu za asili, tutaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambayo ni jambo ambalo litaendelea kuwaweka wakulima wetu salama, lakini pia litapunguza utegemezi wetu kwenye mbegu za nje, kwa sababu swala la mbegu ni swala pia la kidiplomasia. Swala la mbegu pia linaweza likatumika katika kuleta athari ya usalama wa kitaifa. Kwa hiyo ni muhimu sana niendelee kusisitiza tuzilinde mbegu zetu za asili na tuhakikishe kwamba wakulima wetu wanalindwa, na kuna nguvu ya ziada katika kuhakikisha tunakuwa na hizi benki za mbegu za asili katika mikoa yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, vivyo hivyo mbegu hizi za asili zina mchango mkubwa sana katika kuchangia kupunguza matatizo ya lishe, kwa sababu tafiti zimeshathibitisha mbegu za asili zina madini joto mengi, zina madini chuma mengi, zina protini nyingi pamoja na vitamini mbalimbali tofauti na mbegu za aina nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hiyo mimi naendelea kuishukuru sana serikali kwa kutambua na kuweka ulinzi juu ya mbegu za asili, lakini niendelee kusisitiza ni lazima sheria zifanyiwe maboresho
kama ambavyo nimeshaeleza, lakini pia lazima tuwe tuna benki za mbegu za asili kwenye mikoa yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijahitimisha, nigusie hoja yangu nyingine ya kudumu katika bunge hili kuhusiana na zao la vanila. Natambua serikali chini ya Wizara ya Kilimo imefanya jitihada kubwa sana katika soko hili la vanila. Lakini nikiwa natoka mkoa wa Kagera, bado wakulima wetu wa zao la vanila la mkoa wa Kagera bado wanahitaji serikali iangalie zao hilo kwa jicho la kipekee kutokana na fursa ya rasilimali fedha inayoweza kuleta. Kwa mimi nitumie fursa hii kuiomba sana Wizara ya Kilimo kupitia mamlaka yetu ya COPRA isimamie vizuri zao la kilimo, zao hili la vanila, ili tuweze kupata soko. Wakulima wetu kilio kikubwa ni soko, na natambua chini ya dada yangu Irene zipo jitihada kubwa ambazo zinafanyika kuhakikisha kwamba tunapata soko la vanila nchini Japani pamoja na China. Lakini kwa miaka 5 hii nimekuwa nikiongelea zao la vanila, bado hatujafikia kuliona hilo soko. Niombe sana tuweke kipaumbele katika hili zao la vanila ili wakulima wa zao la vanila mkoa wa Kagera waweze kunufaika na zao hili la vanila ambalo litakuwa na mchango mkubwa sana katika kuchangia fedha ambazo zitatokana na mchango wa sekta hii ya kilimo. Taarifa inatokea wapi? Mheshimiwa Saasisha Mafua. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ninataka kumpa taarifa Mheshimiwa ambaye anachangia vizuri kuhusu zao la vanila. Zao hili kuna kipindi lifika kilo 1,120,000. Lakini kutokana na kwamba mazao ya vanila mengi yanaingizwa kutoka nje ya nchi, bei hapa kwetu imeshuka. Kwa hiyo nilikuwa nampa taarifa tu kwamba mchango wake mzuri asisitize kwamba tuzuie mazao ya vanila yanayoingizwa nchini ili vanila yetu ipande bei. Unaipokea taarifa hiyo Mheshimiwa Neema? Mheshimiwa Mwenyekiti, naipokea taarifa hiyo ya Saasisha na naendelea kusisitiza serikali iweke jitihada kubwa kwenye zao la vanila kwa sababu hili ni zao la kimkakati, na natambua namna ambavyo kakaangu Mheshimiwa Waziri Bashe anaendesha shughuli zake. Ni mzee wa vitendo, ni kaka wa vitendo. Hivyo basi hata na sisi katika zao la vanila tuone vitendo hivyo kupitia matokeo chane kwa kakaangu Bashe ili tupate soko la uhakika kwenye zao la vanila. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitimishe pia kwa kusisitiza tunapoongelea maendeleo ya sekta ya kilimo, hatuwezi kuacha watafiti wetu, wanasayansi wetu katika kukuza sekta hii ya kilimo. Watafiti wana nafasi kubwa sana. Hivyo niombe sana. Taarifa Mwenyekiti. Hapa. Mheshimiwa Ulilikaita. Nataka nimpe dada yangu taarifa hapa. Anapozungumza habari ya watafiti. Profesa Patrick Ndakiremi kwenye jono ya watafiti wanaoheshimika duniani ni namba 2 Tanzania, lakini inapokuja kwenye wataalamu wa kilimo nchi hii ni namba 1. Ana point 56 na anayemfuata na 51 na 41. Mheshimiwa Neema, unaipokea hiyo taarifa? Naipokea sana taarifa hiyo na naomba nichukue fursa hii kumpongeza sana mzee wangu, baba yangu, Mheshimiwa Profesa Ndakiremi. Kwa hiyo niendelee pale ambapo nilipokuwa nimeishia. Ni lazima pamoja na uwekezaji mkubwa unaofanyika, serikali kupitia Wizara ya Kilimo ni lazima iwekeze fedha za kutosha katika tafiti ili wanasayansi wetu waendelee kufanya kazi iliyo bora, ambayo pia itajumuisha kutafiti hizi mbegu za kisasa ambazo tunaletewa zinakuwa zina madhara au zinakuwa zinatija, pamoja na kwenye maeneo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, nirejee tena kuipongeza serikali kwa kazi kubwa iliyofanya, nirejee tena kumpongeza kaka Bashe kwa kazi kubwa anayofanya, na nisisitize umuhimu wa kuwa na benki za mbegu za asili katika mikoa yetu yote. Na baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja.